kila siku tufate Radio Kivu kwenye 93.0. Mida ya mchana na usiku kabla jogo haijawika, mina radio ya kukitandani inaniamshaga. Radio Kivu, kisima cha habari. Inasisimua, inaelimisha watu kwa habari za ukweli, ndugu jamaa wanazisikia. Oh, alamu yetu tunaipenda, tunaijali, tuminote kwa habari bora za waimbaji, za matukio, habari mbalimbali. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Jambo mpenzi msikilizaji wa Radio Kivu popote pale ambako unaendelea kutusikiliza, matumaini yangu makubwa uko mzima wa afya, na wakati kama na huu uko kando kando radio yako ili kuweza kusikiliza matangazo yetu, na ukaribisha kuweza kusikiliza uchambuzi wetu wa habari ambao unagubiko na ukurasa wa habari muhimu leo hii. Uchambuzi wa habari toka waandishi wetu mbalimbali, makala ya michezo na burudani, pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Mimi ni Omari Makelele Ozile, msemaji wako wa siku. Merci Mbele Jipa Mali yuko kunako dawati la mitambo. Bukur Tantine Aldama atakuwa kunako ukurasa wa habari muhimu. Nasema asante na karibu. Bukur Tantine Aldama, habari za jioni? Salama kabisa. Karibu kuweza kuletea wasikilizaji habari ambazo zimeweza kugonga mwamba kwa siku ya leo. Ndiyo Omari Makelele Uzile, habari ambazo zimegonga mwamba siku ya leo tutajielekeza hapo Katanga. Amezikwa siku ya 3 ya wiki tunayo mama mmoja aliyejulikana kwa jina la Sifa, mkaaji wa Katanga, ambaye amefariki papo hapo baada ya kupatwa na risasi ya kutovizia au balle perdue kwa Kifaransa wakati wa purukushani kati ya wazalendo wao kwa wao pa Katanga mjini Baraka. Na huko mjini Uvira siku chache kisha kamanda wa jeshi la Uganda kuonyesha mtazamo wake wa kupenda kusaka wazalendo katika jimbo la Ituri na Kivu Kusini, notable Andre Biadunia Mashaka ametupilia mbali matamshi hayo na kudai kuwa ni upuuzi mtupu. Na kwenye habari ya kitaifa ni visa vipatavyo 300 vya usalama mdogo vinavyolenga wafanyakazi wa kibinadamu ndivyo vilivyoorozeshwa na shirika la OCHA kuanzia Januari hadi Mei katika mkoa wa Kivu Kusini na Kaskazini. Ni hayo tu kama habari muhimu. Omari Makelele Ozile. Asante sana Bukur Tantini Aldama kwa ukurasa wa habari muhimu. Hivi sasa tujikite ndani ya uchambuzi wetu wa habari zenye kwa kina, tukianzia katika mji wa Baraka. Ni kwamba imefanyika siku ya 3 ya wiki tunayo utambulishaji wa mradi wa matibabu kwa wahamiaji wa ndani na familia zilizowapokea inayodhaminiwa na shirika la kihutu la Médecins du Monde ndani ya chumba cha mikutano cha Gateway Lodge mjini Baraka. Akiwa mwalikwa rasmi, meya kwa muda wa mji wa Baraka Bi Emeriti Tabisha Mongelo hapa anaonyesha shukrani zake kutokana na mradi huo ambao umekuja kusaidia raia ambao wapo kwenye matatizo ya kiusalama. Malengo ilikuwa kutujulisha mradi wa kusaidia wagonjwa, tukiona hali ambayo iko watu wanahamishwa kwa usalama mbovu, wanahamishwa maeneo zao, wanakimbilia katika eneo zingine, na hapo unakuta uchumi wa watu unapunguka sana. Kuna magonjwa ya tunaitaka bwaki, kuna wazazi ambao hali ya kuzaa ya kuzalishwa na kuwa tena si mzuri zaidi, na watoto wengi wa chini ya miaka 5 wana shida sana za magonjwa. Kwa hiyo kuna mradi ambao Médecins du Monde, ni shirika ambayo inaitwa hivyo, kuja kwa kusaidia eneo mbalimbali, ikiwa ndani eneo za vile ya Baraka, ma centre de santé na hospitali ambazo zitasaidiwa. Ndio tumekuja kushiriki.
Mradi huu ni mradi mzuri sana, kwani ni mradi unakuja kupokea mtu ambaye ana shida ya afya na hana uwezo wa kujitatua humo ndani. Kwa hiyo labda kifo ingelikuta mtoto, lakini mradi unakuja kwa sababu kuna watu ambao wanapoteza maisha au wanaharibika afya kwa sababu ya kukosa matunzo. Kuwaletea watu matunzo ya bure na ambaye inamsaidia kuokoa maisha yake ni kitu cha lazima sana. Ndio maana tunashukuru Mwenyezi Mungu kutupatia mradi huu, na tunasema kwa wafadhili ambao wamekuja, wale wa Médecins du Monde, ya kwamba ni jambo kubwa sana la kusema kuja kuokoa maisha ya watu wakiona afya ambao watu wasaidiwa. Upande mwingine, Dr. Albert Mangaiko Sadiki, mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Fizi, anaonesha hapa maeneo ya afya ambayo itafaidika na mradi huo. Kuhusu mradi ambao unadhaminiwa na wafadhili Médecins du Monde na PIN, huu mradi utaweza kufanyika katika aire de santé zetu 5, nikitaja aire de santé ya Lumanya, aire de santé ya Umoja, aire de santé ya Simbi na aire de santé ya Mshimbaki na Kandali. Na huo mradi utalenga pia hospitali zetu 3, hospitali ya Mshimbaki, hospitali ya Mukera na hospitali kuu ya pale Fizi. Ningependa kupana precision ya kwamba mradi unalenga zaidi sana ni wale wa hamiaji wa ndani au wa déplacés internes na zile jamaa ambazo zimewakaribisha. Kwa hiyo katika hizo aire de santé zote 5, matunzo yatakuwa kwa bure kwa wale wote ambao watatembelea kituo cha afya katika kipindi hiki cha miezi 3 cha mradi. Na pia wale ambao wataweza kupata matransfer ya kwenda kwenye hizo hospitali zetu 3, nikitaja Mshimbaki, Mukera na Fizi, wenye kuwa na umri wa chini ya miaka 5 na wanawake wajawazito, kule atakapoelekezwa vile matunzo yatakuwa ni kwa bure. Acha niongezea kwamba hata kutembea kwao au nauli ya kutoka kwenye centre de santé na kwenda kwenye hospitali, mdhamini wetu Médecins du Monde na PIN watalipia nauli vile. Ujumbe wa rai ni kwamba watu wazidi kutembelea vituo vyetu vya afya ikiwa na matatizo ya afya, na vitengo vya usalama viweze pia kusaidia usalama ili mradi huu uweze kuendelea bila matatizo. Ni vema tujulishe kuwa upande mwingine shirika la Médecins du Monde limetoa madawa kwenye kituo kisikacho na magonjwa ya kipindupindu. Tusalie tu katika mji wa Baraka ni kwamba wamekabidhiwa rasmi chumba cha mikutano cha vijana mjini Baraka na commission la CDGP eneo la Uvira siku ya Jumatano ya tarehe 25 Juni 2025. Kwa coordinator wa commission hilo la CDGP eneo la Uvira, Bwana Edouard Kambo Muterezi, ameomba kwa viongozi wa vijana mjini Baraka kulinda vema vitu walivyogabiziwa. Lengo tulikuwa na mradi na MONUSCO ya kukuja kutosha vyombo mbalimbali kwa biro ama office ya biro ya protection civile ya Baraka. Ifale tulete vyombo mbalimbali kama vile moyen de transport, moto, tulete vile telefone, simu za communication, tulete vile mastabilisateur na kutilia nyumba ilijengwa kwa ajili ya ile biro, kutie umeme pano solaire ioneshe kazi mzuri na kuendesha maordinateur kutumika bila shida mbalimbali ya umeme. Tunaomba viongozi wa vijana na population yote ya Baraka ya Fizi kuchunga vile vitu vizuri. Kwanza nyumba waliojengewa kama vile office waichunge, kwa sababu mara kunapotukia tatizo kidogo ni wale vijana wanapomoa vitu walijenga muda wa miaka 10. Tunaomba wao na akili na utimamu kulinda vitu walivyopewa. Hata hivyo, mwenyekiti wa vijana ndani ya mji wa Baraka Bwana De Gaulle Malembe Wekubo ametaja kushukuru, huku akionyesha kuwa ni muda mwingi wao kama vijana wanakosa chumba cha kufanyia mikutano. Tuko na furaha kubwa sana ya leo tuko mseremoni ya remise ya bâtiment na bureau na materiel za bureau zezo partenaire MONUSCO ya kwa exécuter na partenaire CDGP na
Ajedika. Tunashukuru kwanza ku ba partenaire be MONUSCO kwanza mwanatosha ile fond mwalifinancer, mais aussi tunashukuru kwa partenaire wali exécuter parce que tuko na historia ya mrefu sana yenye balipewa bali décrocher kama ma financement na bakazi kulaka bila kufanya kenye ile financement ilikuwa nalomba ifanye. Et donc bonne foi ya partenaire wote bawili tunapiga kwanza accent. Mais aussi jeunesse ya Baraka na wazia kwamba mnayua hii ni ouvrage ya jeunesse na jeunesse ni wakati fulani mtu anapitaka mwa jeunesse na bakiaka. Et donc shibe tuko ba jeune leo kesho tutakuwa ba vieux na abuze na tufate. Na yenye teza cha histoire ni kuona gista gérer hizi ouvrage pour que jeunesse yenye itabakia nyuma yetu nabo bajuire parce que tabakiaka tu ni bâtiment jeunesse. Mwishowe Bi Emerite Tabisha Mongelwa, meya kwa muda wa mji wa Baraka, ameshukuru kwa msaada huo ambao umeletwa kwa manufaa ya raia wa mji wa Baraka. Tunakuja kwa furaha ya kuzindua nyumba ambao wametujengea, nyumba mzuri sana na kubwa ambayo wa vijana wanapata mahali pa kukaa na kuzungumza, kubadilisha mawazo, kutia akili pamoja ili watu raia ishi na amani na maendeleo. Na pia wakati watu wana vikao vikubwa tunavitumikisha, ambao wana masherehe wanakuja kukamata, wanasherekea mle umu ndani. Ni kitu ambacho tulikuwa tunakosa kabisa. Hatukukuwa na sal ya serikali ambayo ingefanya mikutano ya kiserikali. Wakati tunapata wageni tulikuwa tunahangaika sana. Kwa hiyo tunafurahia hii chumba kwa sababu hata ministra anakuya, governor anakuya, wote tutakaa na tunaongea kwa mahali ambayo inatulia na watu wanaenea. Na cha pili tulikuja pia katika mzinduo wa nyumba kuna pia CDJP iliweza kuleta vyombo vya kuanza kutia katika nyumba ili nyumba ianze kutumika. Tunaona viti, mameza, makabati, vyombo kama wa makompyuta, wanatutilia umeme na mna vitu vingi pia na pikipiki ili kama jamii inataka kwenda kwa haraka kuangalia kitu fulani wapate waingie kwenye pikipiki, waende pikipiki ni msaada na ingine siwezi kutaja yote. Ninaanza shukrani kwa shirika la Ajedika. Ajedika ndio wamefanya mradi mkubwa wa kujenga. Na pia CDJP alikuja kutia vitu humo kwa sababu kuna jensi ambayo limekuwa. Wote wawili Ajedika na CDJP ninasema ninawapongeza sana. Kwa sababu ni maonje association za mahali lakini zinajitahidi kufanya kitu kizuri na ambacho kiko nguvu kuonyesha kwamba hata sisi vijana ambao tuko navyo hapa Uvira, Fizi ni wana uwezo wa kufanya vitu vikubwa. Tunafanya kitu kizuri sana. Tunawashukuru. Tujielekeze kule Katanga tukiwa tu bado katika mji wa Baraka. Ni kwamba amezikwa siku ya 3 ya wiki tunayo mama mmoja ajulikanaye kwa jina la Sifa, mkahaji wa Katanga, ambaye amefariki papo hapo baada ya kupatwa na risasi ya kutovizia au balle perdue kwa Kifaransa wakati wa purukushani kati ya wazalendo wao kwa wao pa Katanga mjini Baraka. Taarifa tunazo ni kwamba yote yameanza pale ambapo kundi la wazalendo lilikuwa na tamani kumpokonya silaha mzalendo mwingine aliyevunja sheria maeneo ya Katanga, kama alivyohakikisha hapa mkuu kiongozi wa Katanga kwenye laini ya simu ya Radio Kivu, Bwana Mieno Matiabo Pierre. Ndio mtu alipigwa masasi jana na 7:30. Kuna kikundi ya wazalendo wenyewe walitoka kuvile, walikuwa wanaenda wanatoa makamba kule Malinde.
Sasa wakati walitoka kule Malinde wakaja kufanya eskale Mukatanga, huko jeshi wao umoya mwenye alikuwa anatoka ngambo za Malinde iko kukawasimamisha ule jeshi, akakuwa iko anaenda anakimbia. Sasa mule mkukimbia bakaanza mkimbizia masasi, na ndio ilikamata ule mama akafariki. Yeye alitoka kunyumba anaenda kuanua miogo yake kwa jirani, akapita mubarabara. Sasa mkutoka na ile miogo ndio masasi ilimkuta sasa kando ya barabara. Inasikitisha sana sana tena sana. Baada ya hapo tuliomba meya wa jiji ruhusa ile maiti ikatoka ile sehemu ambayo ilikuwa, na tukaomba pia ruhusa wazike ule mwili. Mambo mengine yanaendelea, tunayaangalia kama uongozi wa SNCC unaweza ukasaidia namna ya kufariji ile jamaa. Kwa upande wetu sisi tunasema kama kweli tunasisitiza na kile kitendo, tungeomba wakuu viongozi wa jeshi letu la uzalendo waweke vijana wetu chini kabisa na kuwatuliza, wawe makini sana na silaha ambazo wanazozichukua, watambue ya kwamba wako kwao, na hao ambao wanaowaua ni mama zao, baba zao, watutafutia amani. Kujielekeze katika mji jirani wa Uvira ni kwamba siku chache kisha kamanda wa jeshi la Uganda kuonyesha mtazamo wake wa kupenda kusaka wazalendo katika jimbo la Ituri na Kivu ya Kusini, notable Andre Biadunia Mashaka ametupilia mbali matamshi hayo ya kudai kuwa ni upuzi mtupu. Mtazamo huo ameutoa alipokuwa na ujiwa na Radio Kivu juu ya swala hilo. Andre Biadunia Mashaka ameonyesha kuwa hakuna mtu yeyote anayeweza kusaka wazalendo ambao wanaonekana kuokoa nchi zaidi wakati huu ambao nchi inavamiwa na wahasi wa M23. Kesho ya madifferent accord ambazo zinaweza kufanyika disila, hiyo ni ambayo itakuwa sinye Etats-Unis na nyingine itakuwa sinye Doha. Ile ya Doha itakuwa entre M23 na gouvernement congolais. Acha kwanza ni preciser kwamba kulifanyika accord moja juzi hapa, ilikuwa jeudi, ilikuwa signé entre armée ougandaise na armée yetu, que désormais bana étendre, yani banapanua maeneo ambako armée ougandaise ilikuwa inachunga, banaipatia tena Ituri, Bunia, Beni mpaka Butembo. Na objectif ya kufanya ile accord ni kusema bana permettre armée ougandaise isécuriser ile tronçon pour que bajenge mabarabara na vitu vingine, mais aussi kia kutrake baada finalo. Mais kiangalia mzuri depuis walisema watatrake baada finalo, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis longtemps, mais hatuoni matokeo ya kusema ki wanaweza kureusir. Imaginez-vous 3 jours après signature ya accord ya collaboration juu ya ile mavitu ya maprojet vile na kutrake magroupe armé ile notamment nani ADF nalu, mtoto wa Museveni on sait pas ni vitu gani alikunywa masapilo na vitu vingine, on sait pas, il se permet kusema kamba atatrake bazalendo ni milice, na kama bakubali bakuwe trake bakabamba bakutia silaha chini atawaonesha. Huyu ameomba bunge la taifa la DRC kutokufungia macho swala hilo kama alivyoeleza mara tena hapa Andre Biadunia Mashaka. Je suis au regret, c'est parce que simplement hatuna sauti ya kabambi sana. Faudrait vraiment kuomba parlement yetu iite ministre wa defense akuye kudefendre, atuambie pourquoi walienda fanya maakoro na nchi yetu jana, pourquoi wafanye maakoro na nchi yenyewe na tumenase kila siku, pourquoi wafanye maakoro na nchi yenyewe lipitisha jana M23 Bunagana njoo ilikuwa mwanzo ya vita. Pourquoi ile maakoro inaweza kufanyika na ule mtu moya akuna tutukana kila siku na anaonesha kwamba yeye anakuwa na marelation mzuri na Rwanda, alors que Rwanda na baba yake wa Museveni ndio kwa na aggresse nchi. Ile vraiment imenigusa sana, nimesikia siwezi kosa kudeplorer hayo. D'ailleurs j'ai fait une lettre comme notable wa Uvira kusema kesi hatuwezi kukubali mtu atuue mchana kisha usiku akuya tongoze mtoto yetu, tafute mali ya Kongo, ile haitawezekana. Wala situation gisi iko
ile mtoto wa Museveni Kainerugura kama Kainerugura quelque chose comme ça. En tout cas, il est en train de déshonorer notre pays et c'est inacceptable. Yafaa serikali ya kwetu iangalie mbali pour que tuone kama tunaweza kutoka mayu beberu. Voilà situation telle que iko, na ni kurasile tu bakongole kwamba kila giza mwisho na mwisho mwangaza inaonekanaka. Na msikilizaji, ndapo unakuja kujiunga nasi, unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari za Radio Kivu katika mji wa Baraka kupitia masafa ya FM kunako mita 93.0. Kampuni Fizon Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Tuangazie uchambuzi wetu wa habari na habari za wanaripota wetu kutoka maeneo mbalimbali. Tuanzie kule katika jimbo la Kivu ya Kaskazini pa Butembo. Ni kwamba muungano wa mainspekta wa mashule nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo CNECO jimboni Kivu Kaskazini ya pili wamesema kutokujihusisha na mitihani yote ya kitaifa kisha malalamiko yao kutokujibiwa na Wizara ya Bajeti nchini Kongo. Mwenzetu wa huko Butembo Zangose Moviswa Kapuni ametuandalia ripoti ifuatayo. Ni baada ya kikao kilichofanyika kunako shule la kisekondari Kavaendi mjini Butembo, ndipo mainspekta wa shule katika sindiketi lao CNECO watangaza kwamba hawatahusika kufanya kazi za mitihani ya kiserikali TENAFEP, TENASOSPE na pia EXETA. Ndani ya barua ambayo wamemwandikia waziri ausikae na masomo DRC, sindiketi la mainspekta CNECO kupitia Kakule Kombi Samuel yasema hadi sasa malalamiko yao haijajibiwa kutoka Wizara ya Bajeti, ingalau inaonekana kwamba kuna pesa ambazo ziliandaliwa kwa ajili yao. Memorandum Syndicat National de barua ya sindiketi ya mainspekta wa ukufunzi DRC inahusu kutokujihusisha na kufanyisha mitihani mbalimbali katika nchi. Kwa waziri wa masomo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko Kinshasa, kulingana na malalamiko tuliyotolea tangu zamani, tukiwa tunakuambia kuhusu mishahara yetu mbalimbali, mpaka sasa umenyamaza, hakuna jibu yoyote. Ni kwa hiyo kulingana kwamba umenyamaza, haujatujibia, mainspekta wanasema hawatafanyisha mitihani TENAFEP, EXETA na TENASOSPE, mitihani inayosubiriwa hapa karibuni. Hatufanyi jambo hili kwa bure, lakini tunataka tuepuke maneno ambayo walimu tuliofanya nao kazi wameendelea. Tujulishe kwamba hadi sasa mshahara wa wale waliofanya kazi katika mitihani ya kutanguliza EXETA iliyofanyika tarehe 6 Juni iliyopita haijatolewa kwa wote katika jimbo la Kivu Kaskazini na jimbo Saudi ya Kivu, ambapo ukosefu wa usalama wapamba moto. Butembo, Nzankosi Muviswa, Radio Kivu Baraka. Tujielekeze kule Kindu, makao makuu ya jimbo la Kivu, makao makuu ya jimbo la Manyema. Ni kwamba wanamemba wa chama tawala cha UDPS jimboni Manyema na mji wa Kindu kwa upekee wote ni wenye furaha kisha kuongezeka kwa federation nyingi eneo hilo. Mwenzetu wa huko Kindu Godefroid Musunga Shabani aliweza kufuatilia kwa makini taarifa hizi, na hii hapa ni ripoti yake ambayo ameandalia Radio Kivu akiwa katika mji wa Kindu, makao makuu ya jimbo la Manyema. Tayari jimbo la Manyema katika chama ya kisiasa, chama tawala ya rais wa Kongo ya Kidemokrasia Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, UDPS inatoka katika federation 3 na kwa sasa inakuwa na federation 8. Na kwa hiyo wale ambao walipata hiyo vibarua vyao ambao vilisainiwa naye Augustin Kabuya kutokea huko Kinshasa waliweza kufurahika na kutamka ya kwamba chama hiyo ya UDPS itaweza kutembea vizuri na kuongeza tena mizani yake kuliko hapo kale. Hakikisho hii sio ya Radio Kivu Baraka, ila ni yake
delege federal wa chama ya UDPS ndani ya tauni ya Kindu, Bushiri Sefu Sefin, ambaye analika wakaaji wa jimbo la Maniema kwa kuweza kujiorozesha katika chama ya UDPS, kwani inakuwa chama ambayo italeta maendeleo ndani ya nchi Kongo ya Kidemokrasia. Bushiri Sefu Sefin anazungumza. Taanzia kwanza kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, yeye mjuzi wa kila kitu, mwenye anapana mamlaka kwa kila yule kwa muda anaotaka. Pili, nitamshukuru Augustin Kabuya Chilumba, secretaire general et president AI wa UDPS Tshisekedi. Shukrani zangu pia zimfikie baba senata Afani Idrisa Mangala, ambaye yeye tunajua kama njo mzazi wa ipuvare yenye tunaipata leo, na tunamudedie hii puvare kwa mikono yake. Impression yangu ni kusema kama tunafurahika sana kwa sababu tulifanya interim pendant un moment, na leo bana tukonfirme comme président fédéral, c'est-à-dire que tulitumika mzuri, na ndio maana tunamerite beaucoup plus confiance ya autorité, na tunapromettre beaucoup plus kutumika kuendelea tena kuameliore. Tunajua kama mambo iko mingi ya kufanya yenye tuko obligé tuilamushe. Chama iko napiganishwa na autorité locale pale kuvile ya Kindu, tutapigana porque chama ya rais isianguke na watu wengi wakuje kuadere kuchama la rais, ndio cheval de bataille yetu. Tambueni ya kwamba wanachama wa UDPS wengi walishukuru kwa kuweza kuongeza na pia kushukuru ile hatua vile ilikamatwa. Kutokea Kindu, mji mkuu wa jimbo la Maniema, Godefroid Musunga Shabani kwa niaba ya Radio Kivu. Tumalizie uchambuzi wetu wa habari na habari za kitaifa ni kwamba ni visa vipatavyo 300 vya usalama mdogo vinavyolenga wafanyakazi wa kibinadamu ndivyo vilivyoorozeshwa na shirika la OCHA kuanzia mwezi Januari hadi Mei katika mkoa wa Kivu Kusini na Kaskazini. Mengi zaidi naye Safari Alimasi Dilwe ndani ya studio. Naam. Ofisi ya uratibu wa masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa OCHA imechapisha ripoti juu ya matukio ya kibinadamu yaliyoripotiwa katika mikoa ya Kivu ya Kaskazini na Kusini nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kati ya Januari na Mei. Katika kipindi hiki OCHA iligundua jumla ya matukio 267 ya kibinadamu. Kivu ya Kaskazini ndio iliathiriwa zaidi na kesi 140 kabla kushuka kwa visa hadi kufikia 71 mnamo Machi na Mei visa 45. OCHA isemi hata hivyo asili ya aina ya matukio yaliyorekodiwa. Katika ripoti yake, OCHA inasisitiza kwamba licha kupungua visa hivyo mwezi Mei iliyopita, matukio yaliyohusisha wafanyakazi wa kibinadamu, vurugu na ukosefu wa usalama viliendelea mashariki mwa DRC. Shida hizi zilizotokana na kupunguzwa kwa ufadhili wa kifedha zimepunguza harakati za kibinadamu katika maeneo yaliyoathiriwa, ikiwa ni pamoja na kuzuia misaada ya kibinadamu kuwafikia raia pamoja na usalama wao. Shirika la OCHA bado lina wasiwasi juu ya kuendelea kufungwa kwa viwanja vya ndege vya Goma na Kavumu na ambavyo vinanyima miji hiyo miwili misaada ya kibinadamu. Ofisi ya uratibu wa mambo ya kibinadamu pia inaonyesha kuwa eneo la barabara Kivu ya Kaskazini, Masisi Walikale na Kivu Kusini Bukavu Uvira si yenye kutumiwa kwa sana, wakati safari za Bukavu kwenda Uvira katika barabara taifa namba 5 zimezuiliwa. Kutokana na hali hii, shirika la OCHA linasisitiza uharaka wa hatua za usalama zilizoimarishwa na msaada wa kuwalinda wafanyakazi wa kibinadamu katika sehemu ya mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hayo ndio ambayo tulikuwa nayo kwenye habari za kitaifa. Na shukuru sana msikilizaji ambaye unaweza kunitegea sikio mwanzo tutamati. Vile vile sitakosa kushukuru jopo nzima waandishi wa habari wa Radio Kivu walionisaidia kuziandaa. Mimi hapa nikusomea ni Omari Makelele Uzile. Merci mbele chipa mali ilikuwa kunako dawati la mitambo, nasema asante na kwaheri. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.